Linapokuja suala la michuano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, wananchi Yanga huwa hawana masihara hata kidogo, na hilo wamelithibitisha leo hii wakati wakicheza mechi ya hatua ya 32 bora dhidi ya timu ngumu ya Polisi Tanzania inayoshiriki championship. Yanga kwa kishindo kikubwa wakaibuka na ushindi wa mabao 7-1 na hivyo kusonga mbele katika hatua ya 16 bora ya michuano hiyo ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ambapo sasa watakwenda kucheza dhidi ya TMA ambayo yenyewe imetinga katika hatua hiyo baada ya kuitoa timu nyingine ya ligi kuu Tanzania bara ya Tanzania Prisons kwa bao 1-0. Yanga kwenye ushindi wa leo hii ulitokana na kiasi kikubwa namna ambavyo wachezaji waliopata nafasi ya kucheza kufanya vile walivyoelekezwa kwa kiasi kikubwa na kocha Pedro Gonçalves, hasa katika umiliki wa mpira, kushambulia moja kwa moja na ufanisi katika kupiga mashuti ya kulenga shabaha. Mpaka mapumziko Yanga tayari ilikuwa mbele kwa mabao 4-0 yaliyofungwa na Mudathir Abbas katika dakika ya kwanza, ambaye huyu alionyesha kiwango bora sana miongoni mwa wachezaji wa Yanga waliowezesha kupata ushindi mnono leo hii. Lakini katika dakika ya 22 Laurindo Depu akaifungia Yanga bao la pili, kabla dakika ya 34 Depu kwa mara nyingine tena akaifungia Yanga bao la tatu, kabla ya dakika ya 38 beki Joseph Majagi wa Polisi alijikuta akijifunga baada ya mpira uliopigwa na Alan Okello kugonga nguzo na kurudi uwanjani, ambao ulimfanya beki huyu Joseph Majagi kujikuta akiweka mpira wavuni, na hivyo mpaka mapumziko 4-0, jambo ambalo katika kipindi cha pili kocha wa Polisi Tanzania, hapa tunazungumza golikipa wa zamani wa wananchi Yanga Mbwana Makata, akafanya mabadiliko kadhaa ikiwamo kwa wachezaji watatu, akiwamo beki wa kushoto Tungu Roberts alimbadilisha vile vile mshambuliaji wao kinara Saif Kiakala, alimbadilisha golikipa Haruni Mandanda na kumuingiza Christopher. Lakini mabadiliko hayo hayakuwa na kikubwa katika kipindi cha pili, kutokana na kule kwamba Yanga walikuwa katika kipindi cha pili wakali zaidi, wakishambulia zaidi, wakimiliki mpira zaidi. Maana nakumbuka mpaka mapumziko umiliki wa mpira wa Yanga ulikuwa ni zaidi ya 60%, lakini kwenye mashuti Yanga mpaka kufikia mapumziko walikuwa tayari wameshapiga mashuti 7, 5 yamelenga shabaha yakizaa yale mabao 4, huku Polisi Tanzania wakipiga mashuti 3, hakuna hata moja lililolenga shabaha. Lakini mpaka mapumziko kadi za njano zilikuwa ni 1 kwa kila moja. Mchezaji wa Yanga aliyepata kadi ya njano alikuwa ni Mohamed Damaro Kamara, miongoni mwa viungo katika eneo la kati. Lakini kwa Polisi Tanzania aliyekuwa amepata kadi ya njano kufikia mapumziko alikuwa ni Tatizo Shem. Huyu ni kiungo wa Polisi Tanzania akicheza katikati pamoja na Rajabu Othmani, anaitwa Tatizo Shem. Kipindi cha pili Yanga wakaongeza mabao mengine. Ndio, licha ya mabadiliko aliyofanya Polisi Tanzania, bado tatizo liliendelea kuwa kubwa kwao kwa kushambuliwa mfululizo, ambapo yakaongezwa mabao mengine ikiwamo dakika ya 59 wakati Depu alipoongeza bao la 5 kwa Yanga, lakini la 3 kwake na kukamilisha hat-trick leo hii. Kwenye dakika ya 76 Yanga wakaongeza bao la 6 ambalo hili liliwekwa wavuni na mtokea bench Buba Jammeh. Lakini kwenye dakika ya 84 mtokea benchi mwingine katika siku ya leo hii Casemiro Abdul Nasser, kijana mchezaji nyota wa Yanga aliyeingia katika kipindi cha pili, kamlipa kocha Pedro Gonçalves kwa kufunga bao dakika 84, Abdul Nasser aka Casemiro kwa kufunga bao la 7, huku Yanga wakijifunga kwa bao lililowekwa wavuni na miongoni mwa mabeki wake wakati leo hii Frank Asink kufanya matokeo yawe 7-1. Ni kwa namna gani leo hii? Mbali na Depo alionyesha kiwango bora sana katika upachikaji wa bao, lakini alikuja kutoka akaingia Prince Pomelo Dube. Yanga muda wote, ingawa kwenye kikosi chake kocha Pedro Gonçalves alifanya mabadiliko ya wachezaji kadhaa ambao huwa waanzi mara kwa mara, leo hii walianza, lakini bado Yanga ilikuwa tishio, ikiwa kwenye mipira 50 kwa 50 Yanga wakiwa kujuu zaidi kulinganisha na Polisi Tanzania ya kocha Mbwana Makata. Lakini vile vile Yanga walikuwa moja kwa moja sana na kuendeleza kile ambacho wamekuwa kikionyesha hivi karibuni, kwamba mashuti hawajipigi tu, wanapiga mashuti kwa kulenga shabaha kwa kiasi kikubwa, na matokeo yake ikawalipa leo hii kwa ushindi huo mnono. Ikumbukwe kabla ya mechi ya leo hii kwenye ligi kuu Tanzania bara, Yanga ambayo inaongoza ligi
ikiwa imecheza mechi 12 ilikuwa imeshapiga mashuti 97, 50 yamelenga shabaha, halafu wamefunga mabao 30 huku wakiruhusu mabao mawili. Kwa lugha nyingine, uwezo wa Yanga juu ya kubadilisha nafasi kwa mabao, goal conversion rate katika ligi kuu ni around 31%. Hicho ndicho kilichojidhihiri hata katika kipindi cha kwanza, wakati Yanga licha ya kumiliki sana mpira, lakini mashuti walipiga 7 tu kati ya 5 yamelenga shabaha, 4 kamba. Na kipindi cha pili ilikuwa hivyo. Hiyo ni miongoni mwa sababu za Yanga kupata ushindi huu mnono. Lakini jambo lingine kubwa ni juu ya ubora wa wachezaji mmoja mmoja. Ndiyo, Yanga leo hii walifanya mabadiliko mengi kikosini. Golikipa alianza Hussein Masalanga. Beki wa kulia leo hii hakuanza Israel Patrick Mwenda, bali alianza kwa Siatula Yao ambaye tunafahamu kwa kipindi kirefu alikuwa akikabiliana na changamoto za majeraha, lakini leo hii amepangwa kuanzia dakika ya kwanza na kocha Pedro Gonçalves, na alimaliza mchezo kwa dakika 90 kwa Siatula Yao akionyesha kiwango bora sana, kana kwamba ndiye yule ule kabla hajaumia. Lakini kwenye beki tatu, beki wa kushoto hakuwepo Mohamed Hussein Shabalala wala Shadrack Sakaboka. Aliyecheza kwenye eneo hilo alikuwa ni Kibwana Shomari ambaye hufahamika kwamba yeye ni beki, hucheza mara nyingi kama beki wa kulia, lakini leo hii kama tunasema makeshift fullback alicheza kutokea kushoto. Lakini kwenye mabeki wa kati, Ibra Baka alicheza na Frank Yassink. Katika viungo alikuwepo Mohamed Damaro Kamara, leo hii hakuwepo Dzuka Buya, badala yake Kamara alikuwepo na Mudathi Yahya Abbas. Kwenye maeneo ya viungo ushambuliaji waliokuwepo ni pamoja na Alan Okello. Washambuliaji alikuwepo Depu, alikuwepo Emmanuel Mwamengo, lakini vile vile kwenye mchezo huu alianza Lassine Kouma. Unaweza kaona, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, namna ambavyo kocha Pedro Gonçalves alibadilisha kwa kiasi kikubwa wachezaji walioanza leo hii kulinganisha na wale ambao huanza mara kwa mara, kwa maana Pedro Pacome Zouzoua hakuwepo, tunatambua, lakini hakuwepo Son Jobu ambaye aliumia, tunafahamu, hakuwepo Bakari Nondo Mwamnyeto, hakuwepo Mohamed Hussein Shabalala, Shadrack Sakaboka, Israel Patrick Mwenda, Dzuka Buya, wote hawakuwepo. Prince Pumelo Dube alikuja kuingia katika kipindi cha pili, lakini bado Yanga walitawala sana. Mwingine anaweza kujiuliza, labda Police Tanzania sio wazuri sana. La hasha. Kwenye championship wao ni miongoni mwa timu zinafanya vizuri sana. Kuelekea mchezo wa leo hii kwenye championship, kwenye timu 16 yenyewe inashika nafasi ya 5 ikiwa imecheza mechi 20, tayari imeshafunga mabao 32, yenyewe imeruhusu mabao 15. Mabao haya 32 yamefanya timu ya Police Tanzania kuwa ya pili, ya tatu kwa kufunga mabao mengi baada ya vinara Kagera Sugar wenye mabao 39, lakini vile vile kuna Geita Gold na mabao 39, kuna Mbeya Kwanza na mabao 34. Wao wanashika nafasi ya 3 sababu baada ya 39 ambao ndo namba 1, 34 wao na mabao 32. Lakini kwenye kuruhusu ndio timu ya pili yenye ukuta imara katika championship, kwa sababu timu zinazoongoza kwa ukuta imara zaidi ni Kagera Sugar na Mbeya Kwanza ambazo zenyewe zimeruhusu mabao 11. Inayofuatia ni Police Tanzania iliyoruhusu mabao 15. Mechi 5 wametoka kushinda hivi karibuni wakiwa kwenye kiwango bora sana baada ya kufanya usajili kuimarisha timu yao wakati usajili wa dirisha dogo, wakiwasajili wachezaji kama Saif Kiakala, wakiwasajili Geoffrey Muha, miongoni mwa wale waliokuja kuiongezea nguvu. Lakini leo hii mbele ya Yanga, Police Tanzania hawakuwa wazuri katika kukabiliana na mashambulizi ya Yanga mfululizo yaliokuwa moja kwa moja kila mara wakiwa katika eneo lao. Hawakuwa wazuri pia katika kushambulia, kwa sababu muda mwingi wachezaji wao wa safu ya ushambuliaji wakiwemo kina Emmanuel Mpuka walikuwa wakikabiliana na ukuta imara wa Yanga kwa kina Frank Yassink, kwa kina Ibra Baka. Ingawa Mpuka Emmanuel alionyesha kiwango bora na ndiye aliyefanya majaribio kadhaa katika kipindi cha pili, ikiwa mmoja iliyogonga nguzo na moja alikaribia kufunga 1v1 na golikipa Masalanga, lakini mpira wake ulikwenda nje. Mwisho wa siku Yanga walipata ushindi waliostahili, ushindi mzito, ushindi mnono ambao pengine waweza kwa ujumbe kwa wapinzani wao wanaofuata TMA katika raundi ya 16 bora. Ikumbukwe msimu uliopita Yanga walitoa ubingwa michuano hii, mechi zote walizocheza 6 walifunga mabao 22 wakiruhusu mabao 2 tu. Tangu misimu minne iliyopita Yanga wametoa taji hili la kombe la shirikisho la benki ya CRDB wakiwa wamefunga mabao zaidi ya 70. Sasa wanawania taji la 5 mfululizo la michuano hii ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Kwa ubora wa kikosi chake, kwa uwepo wa wachezaji wa kutosha katika kila nafasi kama ilivyoonekana leo hii, akifanya mabadiliko makubwa kocha Pedro Gonçalves, lakini bado wakipata ushindi mnono, ni ishara kwamba wapinzani wake wajipange
kuona kwamba wakitaka waisimamishe Yanga basi wafanye kazi ya ziada, kwa sababu ujumbe uliotoa leo hii kwa ushindi wa bao 7-1 yatosha kuwafanya TMA na wapinzani wengine wa Yanga kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho la benki CRDB kujipanga haswa pindi watakapokutana nao. Je, itakuwa vipi? Yanga wataendeleza moto huu ili kuhakikisha kwamba wanatetea taji lao kwa mara ya 5 mfululizo la kombe la shirikisho la benki CRDB? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.